Karibu mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV. Karibu katika channel yako pendwa Nebuye TV. Kwa siku ya leo tuweza kuangazia hasara ambayo amekutana nayo mkulima wetu wa nyanya. Kikubwa tu na kuomba uweze kusubscribe, uweze kulike, uweze comment pamoja na kushare. Na pia ukumbuke kuangalia video hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na mwisho wa video hii ndio mwanzo wa video nyingine. Kikubwa tu nakukumbusha uweze kutufuatilia katika playlist zetu ambazo zinahusiana na kilimo cha mboga, kilimo cha nyanya pamoja na ufugaji mdogo mdogo. Ndugu mkulima na mtazamaji wangu wa Nebuye TV, na kukumbushia tu uweze kusubscribe na pia uweze kutuambia umeona nini katika screen yako hiyo. Ni swali ambalo nakuuliza kwamba umeona kitu gani katika screen yako hiyo, na hii inaweza kusababishwa na kitu gani? Kama wewe ni mkulima wa nyanya au mzoefu katika kilimo cha nyanya, hiyo kwenye screen yako hiyo picha ya nyanya umeona kitu gani, na hii inaweza kawa inasababishwa na nini? Bila kupoteza muda, ndugu mtazamaji wa Nebuye TV, tupo katika shamba la mkulima ameweza kuvuna leo nyanya zake. Lakini nyanya zake kutana na changamoto kubwa ambazo unazoziona kama hivyo. Nyanya amevuna nyanya nyingi kwa wakati mmoja na hazina wateja. Kwa hiyo ni shida sana ya masoko katika wakulima wadogo ambao wanaanza kulima kwa eka moja au eka au nusu heka au robo tatu heka. Wanakutana na changamoto sana ya masoko, kwani wanalima kwa pamoja wengi katika eneo moja na kujikuta watu wamevuna wote kwa pamoja na soko linakuwa linapungua. Mkulima huu kabla hajaanza kulima alikuwa tenga moja alikuwa anasoma kwenye 55, lakini sasa hivi amevuna, ila tenga hilo limepungua bei, ni shilingi 20,000. Hasa 20,000, na pia wateja wenyewe hawapo, kwa inabidi wauzie wale watu wanekula nyanya za nyumbani. Kwa ndo changamoto ambayo nakutana nayo kama hiyo unavyoitazama. Nyanya zipo tu, zimeanza kunyauka, zimeanza kuoza, zingine zinaozea pale pale ukiwa unaziona. Kwa hiyo wakulima wengi sana wanakutana na changamoto kama hizi. Na hizi ni changamoto ambazo zinakutana kwa sababu masoko yanakuwa ni adimu, masoko yanakuwa duni. Hata usafirishaji, kwa sababu ni mkulima ambaye yuko ndani kidogo ya mji, yupo kijijini, kwa akipiga hesabu usafirishaji wa nyanya hizi asafirishe mpaka apeleke mjini, kwa kweli inakuwa ni changamoto. Anategemea sana masoko ya madalali. Madalali wao wenyewe ndio waje huku kijijini, waje wanunue nyanya wapeleke mjini. Kwa hiyo unakuta hata bei ya mjini haijui, ila anajua bei inayopangiwa na madalali. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, ni changamoto ambayo wakulima wote wamekutana nayo. Naamini hata wewe ni kama ni mkulima ulishakutana na changamoto kama hizi. Je, changamoto kama hizi wewe ulizipambana nazo katika hali gani? Kwa ndugu mtazamaji, changamoto kama hii ukikutana nayo wewe, unaweza ukamsaidia afanye nini hizi nyanya zake kuziokoa, aweze kupata faida, au walau arudishe nusu hasara, ina maana arudishe ile gharama aliyotumia katika kuzalisha hizi nyanya. Kwani mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, kilimo cha nyanya kinaumiza, na hata mavuno yake na yenyewe nayo ndio kama unavyoyaona hivyo. Kuna baadhi ya watu wameelekeza kwamba shida nyanya zake sio nzuri, ina maana kwamba hajazihudumia vizuri, ina maana hazijapata mbolea nzuri ya kutosha. Ndio maana ukiangalia zingine zimenyauka, zingine zimekuwa kama zina doti jeusi. Wengine pia wamesema kwamba hakupulizia dawa za kuua wadudu kwa wakati au dawa kwa kiwango maalum. Ina maana ni mjasiriamali ambaye alikuwa hana mtaji mdogo tu, alikuwa anaunga mtaji, akipata kidogo anajibanabana, ndio anafanya kitu kama hicho. Na wengine pia wakamwambia kwamba ardhi aliyolimia nayo sio nzuri, ndio maana unaangalia kama hayo nyanya hali isivyo. Na wengine wakamwambia kwamba shida maji ni mengi, sema aliyolimia hapo kuna maji mengi, ndio maana imepelekea mpaka nyanya hizo zimeanza kuwa zina mabaka meusi meusi. Mabaka meusi meusi hayo ni kwa sababu ya maji yamekuwa ni mengi kwenye shamba lake. Kwa hiyo nyanya kinshoda hazitaki maji mengi. Kwa hiyo nyanya kwa mwaka huu au msimu huu mkulima wetu ameingia katika changamoto kama unavyotazama katika screen yako hiyo. Kwa kumsaidia tu wewe chakula cha kuku, kwa kama kuna mtu unaweza kuwasiliana naye akakuletea au akakuuzia kile kama chakula cha kuku, kwa sababu tena haina kazi nyingine. Au kwa wale ambao wanafanya kazi ya kutengeneza tomato. Kwa jamani mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV,
na kukumbusha tu kuweza kusubscribe, kuweza kulike na comment na kuweza kupata mafunzo mbalimbali yanayohusiana na kilimo cha nyanya na kilimo cha mboga mboga. Hizo nyanya zetu mkulima amevuna na hana pa kuzipeleka, na ndo hasara alokutana nayo hiyo. Kwa hiyo ni changamoto sana wakulima wadogo na kutana nazo. Masoko yanakuwa na wapiga sana chenga. Wanalima kwa nguvu kubwa, wanalima kwa mitaji midogo, lakini wanakuwa wana masoko. Kwa hiyo changamoto ya masoko ndo hiyo, changamoto ya mawasiliano. Ndio maana unashauriwa mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV uweze kuwa na mawasiliano, yaani uwe na connection na watu hivi kusudi kupelekea hata wewe mwenyewe mazao yako yanakuwa mepesi kwenye kutoka na yanakuwa mepesi kwenye kuuzika. Ina maana kama wewe ungekuwa na mawasiliano na wenzake, au wanasema connection, ina maana angevuna hapo na angepata tu mtu ambao angeenda kununua, na ule mtu angempelekea kwenda kuuza sehemu nyingine, ili kusudi iweze kumsaidia yeye katika maana sehemu moja sehemu nyingine, ili aweze kujikimu kimaisha. Kwa mpenzi mtazamaji, ndio hivyo. Kama unataka chakula cha kuku, unaweza kumwasiliana na mkulima wetu ili akuagizishie, walau mpunguze nusu hasara, kwa sababu kakutana na changamoto sana. Nyanya bado ni nyanyue, nyanya naona zinazo changamoto. Kwa hiyo nawashauri mpenzi mtazamaji, unapoanza kilimo cha nyanya ujitahidi sana kuwa una uhakika wa soko. Jitahidi sana uweze kuwa na uhakika wa soko. Unapokuwa unalima unajua kwamba mimi nalima nyanya, kuna sehemu nitaenda kuuza nyanya zangu na zitanisaidia katika sehemu moja ama sehemu nyingine. Kwa hiyo nikushauri tu ukumbuke kusubscribe, ukumbuke kulike na comment, na pia kumpa pole mkulima wetu kwa changamoto alizokutana nazo kwenye shamba lake, kwenye mavuno yake ya nyanya. Kwa tunapokea pole pia kwenye namba za simu hizo ambazo ziko kwenye screen yako, na maana utampa pole mkulima wetu kwa changamoto ambazo, na pia kama una solution ya jinsi ya kumsaidia ili anapokuwa analima tena akutane na shida kama hii, pia tunapokea mawazo kupitia kwenye comment na namba ya WhatsApp hiyo, mawazo kwa kumshauri mkulima kama wewe ni miongoni mwa wahanga ambao ushakutana na shida kama hii. Na tunapokea maoni, wewe ulifanyaje, shida hii haikukuta, au ushakulima ukakutana na changamoto kama hii ulivyolima awamu ya pili. Je, shida kama hii wewe ulitatuaje? Kwa sababu tunaamini hakuna shida mpya chini ya jua. Shida zote zilitoka, shida zote ambazo zinakukuta wewe au zinamkuta mkulima fulani, tayari kuna mwingine ashakutana nazo hizo shida na alizitatua. Kwa kuna mbinu mbalimbali ya kuweza kutatua zile shida na uzoefu wa shida katika mtu mmoja au mtu mwingine. Kwa hiyo unaweza kucheki kwenye WhatsApp, namba hizo zinapita kwenye screen 0715 33 26 73, ili uweze kumsaidia mkulima kimawazo kwamba kutana na shida kama hii afanyeje. Je, akate tamaa asilime tena, au alime katika staili gani? Mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, kwa sisi tupo kwa ajili ya kusaidia vijana, kuongoza vijana katika kilimo na kuweza kuwainua ili waone kilimo ni chepesi, ili wasione kilimo kina shida. Kwa hiyo tumeitwa na mtazamaji wetu umetuita ili tuweze kuja kuona shida gani anakutana nazo na tuweze kumshauri. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, naweza kukushauri na kukumbusha pia kwamba kilimo cha nyanya ni kizuri, inabidi tuingie tulime tupate mavuno mazuri, na kipindi tunavuna pia tuweze kuwa tunajua masoko ambao tunaenda kuuzia. Na pia tusilime wote kwa pamoja, yani wote tunalima kijiji kizima tunalima nyanya. Lazima uweze kuchanganya. Ukiona asilimia kubwa wengi wamelima nyanya, wewe walau badilisha zao kidogo ili kusudi kuendana na spidi la soko. Lakini usipofanya hivyo, ndio changamoto unazokutana nayo kama alikutana mkulima wetu huyu. Amevunia nyanya katika muda ambao watu wengi wamevuna nyanya na hana pa kuzipeleka. Kwa mpenzi mtazamaji, niweze kutoa shukrani zako kwa kuendelea kufuatilia Nebuye TV na kuendelea kuangalia video yako kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na tunashukuru kuweza kumshauri mkulima wetu jinsi gani ya kupata masoko na kujifunza
ili shida hii isije ikamkuta tena kwa awamu nyingine. Kikubwa tu nakukumbusha uweze kusubscribe, uweze kulike, comment, na mwisho wa video hii ndio mwanzo wa video nyingine. Na pia tunatoa vitabu vya kilimo cha nyanya kuelekeza hatua kwa hatua kilimo cha nyanya, hatua kwa hatua mpaka mavuno, mpaka faida kwa wakulima wadogo. Tunashukuru sana, karibu Nebuye TV.